Mimi nitangulie kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa ambao ameufanya katika sekta hii ya uchukuzi. Kwa kweli serikali yetu ya awamu ya 6 imetumia fedha nyingi kuwekeza katika bandari ya Mtwara, ya Dar es Salaam, lakini pia bandari ziko katika maziwa makuu kwenye upande wa usafirishaji, vyombo vya usafiri kama meli, lakini pia hata bandari zenyewe na mazingira yake. Lakini viwanja vya ndege pia vimeboreshwa. Kwa nampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Lakini kupongeze Mheshimiwa Waziri, wewe ni waziri makini, Profesa Mbarawa, umefanya kazi kubwa ukishirikiana na msaidizi wako Mheshimiwa Kienzile. Sasa mimi nilikuwa na jambo moja kubwa la msingi, ni kuhusu shughuli za usafirishaji na usafiri katika mikoa ya kusini. Kwa muda mrefu hadi bunge hili tulipokuwa tunachangia kwenye bajeti ya ofisi ya waziri mkuu na bajeti zingine ikiwemo ya Wizara ya Ujenzi, wabunge wengi wa mikoa ya kusini tulikuwa tukihimiza kwamba kipaumbele chetu cha kwanza katika huduma ya uchukuzi ni swala la barabara. Kipaumbele cha pili tulisema ni barabara. Kipaumbele cha tatu ni barabara. Na hii ilitokana na kutokuwa na usafiri wa aina nyingine katika hiyo mikoa. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri sasa kupitia Wizara ya Uchukuzi twende na vipaumbele vitano. Kipaumbele chetu cha kwanza kibaki kuwa barabara. Kipaumbele cha pili kiwe ujenzi wa SGR kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Mtwara, kutoka Mtwara mpaka Mbamba Bay, lakini pia kuwe na branchi kutoka kule Mbamba Bay kwenda kule Liganga na Mchuchuma, lakini pia kutoka kule Mbamba kwenda hadi Songwe na Kiwira. Nasema hivi kwa sababu wilaya zetu za mikoa ya Lindi, Mtwara, Ruvuma sasa hivi zina resources nyingi, na kuwepo kwa usafiri wa barabara peke yake tulishuhudia mwaka jana na mwaka huu barabara yetu ikiwa imekatika sana, imeharibika mara kwa mara, na hivyo kusababisha shughuli za usafiri kusimama kwa wakati fulani. Lakini pia tumekuwa volume au wingi wa mizigo umekuwa ukiongezeka, hasa baada ya kufunguliwa kiwanda cha simenti cha Dangote, lakini yanapatikana madini ya jasi kule Kilwa kwa wingi sana, yanatumia barabara hiyo hiyo. Lakini pia hata makaa ya mawe yanayopatikana kule Ruvuma nayo yanapita katika barabara hiyo. Kwa hiyo hii imepelekea barabara kuchakaa mapema na kuharibika mara kwa mara, hasa baada ya tufani ya kimbunga Idaya na mvua za El Nino. Kwa hiyo niombe wizara iangalie haya maeneo. Kwa upande wa SGR kama nilivyosema, hayo maeneo yaangaliwe. Kwa mara ya kwanza tupate SGR inayotoka Lindi kwenda mpaka Mtwara kupitia Kilwa. Itaweza kubeba hizo rasilimali zote zilizopo pamoja na mazao ya korosho na ufuta kuweza kuyapeleka bandarini. Lakini pia kwa upande wa bandari, tunayo bandari yetu ya Kilwa ya uvuvi ya kisasa kabisa, inajengwa pale na iko zaidi ya 80% imeshakamilika. Na wizara yetu ya uchukuzi iliwahi kutufahamisha wana Kilwa kwamba ile bandari itajengewa gati ya kuweza kuchukua abiria, na ikipatikana ile gati itakuwa na umuhimu mkubwa kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo na abiria kwenda nchi ya jirani ya Komoro. Lakini pia itawezesha usafirishaji na usafiri kwenda Mafia, kwenda Zanzibar, kwenda Pemba, kwenda Dar es Salaam, Tanga na mwambao wote wa bahari ya Hindi. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri serikali itakapokuja, Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kuwind up hotuba yako, tunaomba hebu utupe neno kidogo litakayotia faraja wana kusini kupitia bandari hii gati mpya ambayo ilipangwa kujengwa katika bandari ya Kilwa. Lakini pia bandari ya Lindi kwa miaka mingi hatujaona ikifanyiwa uendelezaji. Niombe serikali iangalie pia bandari ya Lindi. Lakini pia kwenye usafirishaji, uundaji wa meli, hizi bandari zote zinazoboreshwa nyingi, taasisi yetu ya Tashiko imekuwa ikitumika kujenga meli hasa kwenye maziwa makuu. Kule Ziwa Victoria kuna meli 2 ziko katika hatua mbalimbali za uundaji wake. Ukienda Ziwa Tanganyika
MV Liemba inakarabatiwa, lakini kuna MV Mwongozo inafanyiwa matengenezo. Kwa hiyo msisitizo kupitia taasisi yetu ya Tashiko pia ijenge meli katika mwambao wa bahari ya Hindi. Hizi bandari tunazozijenga ikiwemo ya Dar es Salaam, Tanga, na uimarishaji wake unaofanyika, ukarabati wake unaofanyika uweze kuleta tija kubwa zaidi kwenye usafirishaji wa mizigo na abiria na kadhalika, ili kupunguza ile tatizo barabara ikikatika basi mambo yanakuwa yaendi. Lakini pia kuna swala la viwanja vya ndege. Nimesoma hapa katika paragraph namba 126, sijaona viwanja vya ndege vya Kilwa na Chingwea, Lindi vikifanywa kama kuna chochote kimetengwa kuhusiana na hivyo viwanja. Imezungumzwa tu kwa ujumla wake. Maboresho ya ATCL tunashukuru yanaenda vizuri na mambo yanakwenda vizuri, lakini bado nilifikiri kwamba serikali ingekuja na jambo katika viwanja vya ndege hivi nilivyovitaja. Lakini ukienda pia kwenye viwanja vya ndege pia tunashukuru wenzetu wa TAWA kule Miguruwe, Kilwa Kaskazini wanajenga kiwanja chao cha ndege, lakini pia nilifikiri wanapaswa kuungwa mkono na Wizara ya Uchukuzi. Kwa ujumla mimi nilikuwa na hayo, na ipongeza sana serikali na mpongeza sana Mheshimiwa Rais, na niwaombe Watanzania wote tukampe miaka mitano tena Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana. Kwa hiyo nasema naunga mkono hoja Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Francis Kumba Ndulane.